Kanisa Katoliki lipo katika majonzi makubwa ya kumpoteza kiongozi wao wa dunia, Papa Francis, aliyefariki siku ya Jumatatu ya Pasaka tarehe 21 mwezi wa 4 2025 majira ya saa 1 asubuhi huko Italia. Papa Francis amefariki akiwa na umri wa miaka 88 toka awe papa mwaka 2013. Sambamba na hayo, kuna mambo mengi ya kukumbukwa ya Papa Francis ambayo ameyafanya enzi za uhai wake, hususan akiwa papa. Kabla ya kuanza kupitia mambo matano ya muhimu ya kukumbukwa yaliyofanywa na Papa Francis enzi za uhai wake, basi nikupe historia kidogo ya Papa Francis. Mwaka 2013 Francis alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika na kutoka ulimwengu wa kusini. Alimrithi Benedikti wa 16 ambaye alifariki mwaka 2022. Benedikti wa 16 alikuwa papa wa kwanza kustaafu kwa hiari baada ya takribani miaka 600. Papa Francis jina lake kamili ni Jorge Mario Bergoglio. Alikuwa kardinali wa Argentina na alikuwa na umri wa miaka 70 alipokuwa papa mwaka 2013. Bergoglio aliwavutia wahafadhina juu ya mtazamo wake kwa masuala ya mahusiano, huku akiwavutia wana mageuzi kwa msimamo wake wa kiliberali juu ya haki za kijamii. Lakini ndani ya urasimu wa Vatikani, baadhi ya majaribio ya Francisco ya kuleta mageuzi yalikumbana na upinzani, lakini alibaki kuwa maarufu miongoni mwa mapokeo. Sasa tuangalie mambo ya kukumbukwa ya Papa Francis aliyoyatenda enzi za uhai wake. Kwanza, alisisitiza huruma na kujinyenyekeza. Baba Mtakatifu Francisco aliondoa dhana ya kujihukumu na kuhukumu wengine na badala yake kusamehe. Kanisa linapaswa kuwa na watu walioonewa na kujeruhiwa ili kuweza kupata ile huruma kamili kutoka kwa Mungu. Namba 2 ni kuangaziwa zaidi maskini na wanaotengwa na kubaguliwa. Baba Francis aliwatetea wale wote waliotengwa na jamii. Kitu cha 3 ni mageuzi ya kanisa na sinodi. Alihimiza mazungumzo ya wazi awali na kufanya maamuzi ya pamoja ndani ya kanisa. Alitoa sauti zaidi ya makanisa ya pembezoni. Kuishi maisha ya kawaida ya kipapa. Mtakatifu Francis aliishi maisha ya kawaida ya nyumba ya wageni huko Vatican, kuendesha gari dogo na kuiga unyenyekevu na kuweza kufikiwa na watu wengi zaidi. Mazungumzo kati ya dini mbalimbali. Baba Mtakatifu alipanua madaraja ya Uislamu, Uyahudi na dini zingine, hapa kwa kusaini hati ya ubinadamu mnamo mwaka 2019. Lakini Papa ametangaza mwaka 2025 kuwa mwaka wa huruma ya Mungu, hivyo Wakristo hususani wa Kanisa Katoliki wajipatie rehema kamili kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hakika ni huzuni kwa kumpoteza kiongozi mashuhuri na shujaa katika ulimwengu huu. Nipende kutoa pole kwa Wakristo wote na wasio Wakristo ulimwenguni kote kwa kumpoteza kiongozi shujaa enzi za uhai wake, ambapo ametetea haki, usawa na vitu vingine ambavyo vilikuwa vinalenga kukuza umoja na kuleta amani katika ulimwengu mzima. Kwa niaba ya timu nzima, jina langu ni Rose Marcel. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe.